Bwana Yesu asifiwe sana. Je, unajua kwamba kuna mstari mmoja tu katika Biblia unaofupisha hatima ya kila mwanadamu katika makundi mawili makubwa: uzima wa milele na ghadhabu ya Mungu. Na leo tunazungumzia mstari wa Yohana 3:36. Yohana 3:39. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaenda kufafanua zaidi, tukaweze kujifunza zaidi, maana hata mimi ninajifunza niweze kujua Mungu ako na mpango gani na sisi. Hiyo mstari tumesoma ni hitimisho la mazungumzo muhimu tunayomhusu Yesu Kristo kama mjumbe wa Mungu. Ni mstari unaoweka wazi hatima ya mwanadamu katika makundi mawili makuu kulingana na uamuzi wake kwa mwana, yaani Yesu. Huu hapa ni ufafanuzi wa kina wa sehemu kuu za mstari huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza na hiyo part A ambayo ni amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Na neno la msingi hapa ni amwaminie. Katika lugha ya asili, yaani Kigiriki, neno hili halimaanishi tu kukiri kwa mdomo kuwa Yesu yupo, bali ni kuambatana na Kristo, kumtumaini yeye kikamilifu kwa ajili ya wokovu, kuishi maisha ya utiifu kwake. Kwa hivyo si kukiri tu ile unaombewa sala ya toba kwamba Bwana Yesu, niko mbele zako, fute jina langu. Tunaambiwa ni ukiri na kufuata neno la Mungu, kusimama kwenye wokovu, kuenenda kikamilifu kwa ajili ya wokovu na kuishi maisha ya utiifu kwake. Kwa hivyo Mungu anatuagiza mambo mengi, lakini sisi sio watiifu kwake, lakini inatuambia kwamba tuwe watiifu kwake, kuishi maisha ya utiifu kwake. Yuna uzima ina maana ya wakati uliopo, yaani sasa hivi. Yuna uzima. Uzima wa milele hauanzi tukifa, unaanza pale tunapomwamini Yesu. Ni hali ya kurejesha uhusiano na Mungu sasa hivi. Unapookoka, unapokubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na unapomwamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu, maana unaambiwa amwaminie. Kwa hivyo unapomwamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na umkiri kwamba ni Yesu ni mwana wa Mungu na usimame katika neno lake na uende katika kwa kutii neno lake, tunaambiwa kwamba uzima wa milele ni wako sasa hivi, si kesho. Hapana, unaambiwa uzima unaanzia sasa hivi. Unaanza pale tunapomwamini Yesu. Ni hali ya kurejesha uhusiano na Mungu kuanzia dakika ambayo umemkiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Part B inasema asiyemwamini mwana hataona uzima. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Hapo kuna onyo kali. Kutomwamini mwana si jambo ndogo, ni kukataa mkono wa msaada ambao Mungu ameunyoosha. Tunaambiwa hataona uzima, ina maana kuwa nje ya Kristo mwanadamu yuko katika hali ya kifo cha kiroho, bali Yesu hakuna njia nyingine ya kufika chanzo cha uzima Mungu. Kwa hivyo ukishampokea Kristo akiwa ndani yako, ukimwamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ukimwamini na kumkiri na kufuata neno lake na ukasimama kwenye wokovu, tunaambiwa kwamba uzima ni wa milele. Na asiyemwamini, tunaambiwa kwamba asiyemwamini mwana hataona uzima. Utakuwa ni mtu wa mahangaiko, utakuwa ni mtu usiye na amani, unaishi na
uchungu, unaishi na hasira, unaishi huna amani, maana uzima hauko ndani mwako. Kila dakika, kila sekunde unakaa una furaha, unakaa una amani, unakaa una uzima, umekaa tu una mbele wala nyuma. Hiyo ni kwamba uzima haupo. Ndio maana na wengi ambao hawajampokea Kristo. Kama bado haujampokea Kristo, unaishi kwenye dhiki, unaishi kwenye hali ngumu, amini leo kwamba Yesu ni mwana, alafu ukimwamini utaona uzima wa milele. Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ghadhabu ya Mungu inamkalia. Hii ni sehemu inayotisha zaidi. Neno inamkalia inamaanisha hali ya kudumu. Biblia inafundisha kuwa mwanadamu amezaliwa katika dhambi, na dhambi huleta ghadhabu ya Mungu. Mwanadamu amezaliwa katika dhambi. Mwanadamu amezaliwa katika dhambi, lakini huleta ghadhabu ya Mungu. Dhambi tunayofanya huleta ghadhabu ya Mungu. Yesu alikuja kuiondoa hiyo ghadhabu kwa kufa msalabani. Kwa hivyo Yesu aliondoa ile ghadhabu kwa kufa msalabani. Na ikiwa mtu anamkataa Yesu, anachagua kubaki chini ya hukumu ya dhambi zake mwenyewe. Adhabu hiyo haiji kama ajali, bali ni matokeo ya haki ya Mungu dhidi ya uovu. Kwa hivyo tukiacha uovu, Mungu ataweza kutusaidia. Mstari huu unatufundisha kuwa hakuna njia ya kati. Maisha yetu ya kiroho yanategemea uamuzi mmoja. Je, tunamwamini Yesu na kumfuata au tunamkataa? Uzima ni zawadi, lakini unapatikana tu ndani ya mwana. Uzima ni zawadi, lakini unapatikana ndani ya mwana. Kwa hiyo amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hivyo tunafaa tuzingatie ghadhabu ya Mungu isije ikatukalia. Ghadhabu ya Mungu isije ikatukalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuamini na tuombe. Baba wa mbinguni, nakuja mbele zako nikishukuru neno lako. Asante kwa kumtuma mwana pekee Yesu Kristo ili kupitia yeye nipate uzima wa milele. Ninaomba unisaidie kuishi maisha ya imani ya kweli na utiifu. Niepushe na ghadhabu ya dhambi na unijaze na amani yako inayopita fahamu yote. Fungua macho ya wale ambao bado hawajapata nuru hii, ili nao wauone uzima ndani ya mwanao. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza na kuweza kuelewa nini maana ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Shalom.